Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga amelaani vikali wito wa waziri wa usalama nchini Kenya Kipchumba Murkomen kwa polisi kuwafyatulia risasi watu watakaojaribu kukaribia vituo vya polisi. Odinga amesema yoyote anayewataka polisi kufyatulia risasi raia anapaswa kulaaniwa vikali. Hatua hii inatajwa kuwa kama ukosoaji wa nadra kwa utawala wa Rais William Ruto, hasa kwa sababu chama cha Bwana Odinga kina wanachama wake watano wanaohudumu katika baraza la mawaziri katika mpango wa serikali wa muungano maarufu broad based government. Wanaharakati wanasema matamshi hayo yanaweza kuwapa polisi ujasiri wa kutekeleza mauaji ya kiholela. Waziri Murkomen alisema alitoa agizo hilo baada ya vituo vya polisi kushambuliwa wakati wa maandamano siku yaliyofanyika siku ya Jumatano, lakini matamshi yake yalikuwa yametafsiriwa vibaya. Murkomen alisema kauli zake ziliambatana na kifungu B cha kwanza cha sheria ya huduma ya polisi ya kitaifa, ambayo inaruhusu maofisa kutumia bunduki kujilinda au kuwalinda wengine dhidi ya vitisho vya vifo au majeraha mabaya ambayo yanaweza kuwapata. Odinga pia alizungumzia matukio ya maandamano ya Juni 25 ambapo watu kadhaa walipoteza maisha, huku akilaani wahalifu walioingilia maandamano hayo na kupora na kuharibu mali za umma. Aidha, alitoa wito wa kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa, akiwataka wananchi na viongozi kufanya mazungumzo yenye maana ili kuandaa njia ya umoja nchini Kenya. Bana, Kenya bado jokofu lao linaendelea kuvukuta. Sijui watafikia tamati gani, kwa sababu kauli iliyokuwa imetolewa na waziri siku ya juzi ya kwamba raia ambao watasogea karibu na kituo cha polisi basi wapigwe risasi ilishambuliwa kweli kweli, na kila mmoja akiweza kulaani kitendo hiko. Wanasema kila binadamu ana haki ya kuishi. Sasa kwa nini wewe unaruhusu watu waweze kushambuliwa kwa risasi? Mimi naamini yeye mwenyewe kauli ambayo alikuwa ameitoa imemwacha mdomo wazi sasa hivi ya kwa nini aliweza kuzungumza kitu kama kile, alafu ni waziri wa nchi kubwa kama ile ya Kenya.